Kuvaa kwetu, wengi wetu hatujui kuvaa shuka, lakini tutaelekezana. Tumesema kwamba tunapoivaa tunanyanyua juu kidogo, lakini hali ya kuwa huna nguo. Hilo la kwanza, sawa? Huna nguo, utavaa wapi? Chumbani, sawa? Au unaweza ukavaa na nguo yako hapa, baadaye ukaivua baada ya kushamaliza, lakini hutakiwi kuwa na nguo nyingine. Inabidi watu wafanye mazoezi, waki wengi hatujazoea kutembea bila nguo. Na tumesema katika kuvaa kwetu tunakumbushana, tunaanza kuchukua ya mkono wa kulia, tunaileta zetu katika mkono wa kushoto, tunaikaza. Kushoto tunaileta mkono wa kulia, tunaikaza hapa. Ishatulia hapa hii. Sawa? Hatuizungurushi mpaka mwisho. Halafu tunaichukua hii huku, tunaileta zetu mpaka huku. Ncha hii tunaileta hapa mwisho hapa. Hapa mwisho wa usawa wa mguu. Halafu ilobakia tunaleta hapa katikati. Hapa tayari imeshakaa, na unafunga mkuji ndio uko chini. Unafunga hapa tayari, hapa ishatulia hii. Sawa? Katika zahma, na tutakuwa na mkanda wetu. Na tulisema mikanda mikubwa ndio huu hapa mmoja, mfano wake huu. Una kipochi ambacho utakuwa unatia fedha yako na vitu vyako vingine, kwa sababu tuko Maka, lakini sisi si watu wa Maka. Sasa tunakwenda si watu wa Maka, na Maka yenyewe si ile Maka ya Mtume pia. Sawa jamani, Kwa maana hiyo tusiaminishe, tutakutana na watu wa aina mbalimbali. Huu nambari 54 mkanda huu huko mpaka nambari 60. Sasa huu kwa mie ni mkubwa, inabidi sasa ni upunguze. Kwa mimi ni mkubwa, inabidi ni upunguze. Kwa mtu aliyokuwa bonge nimesema utamfaa. 54 kumfaa, ataongezewa mwingine. Nitapunguza mpaka size yangu. Nadhani hapa si utamtosha. Haya. Bado kidogo, lakini tunajalia kwamba wala ni sawa sawa. Haya, tunakwenda mpaka size yangu nifike. Si wengine mbaba hivyo. Sasa 154 huu ndio unaopunguza huku na huku. Kwa maana hata ukiwa bonge basi utakufaa, usiwe na wasiwasi. Wale mabonge wasikasa, nadhani itakuwa hunitoshi, utakutosha mkanda. Na upunguza kadiri size yangu. Baadaye hapo sasa nadhani mkanda hapo utanitosha. Ingawa baada hoja nikaza kidogo, lakini kwa mafundisho nadhani hapo naweza kutosheleza. Nautia mkanda wangu hapa hali ya kuwa nimesha utaiti, halafu ili kubana vizuri zaidi, ili ukae vizuri. Hapa nishafunga ushakaza, na pia naweza nikashusha hii ihramu yangu nikashushia kwa ajili ya kuzidi kukaza huu ukanda. Na vile vile hapa ndio nimetia pesa zangu, wapi kiboti changu hiki hapa. Nimetia pesa zangu ili kuficha, sawa? Unaweza ukaenda huko ukazunguka Alkaba ukarudi na kiboti kiko wazi. Vile vile nikaukazia. Lakini pia tukumbuke kwamba bado ubakie juu ya kitovu. Sawa, usio kavaa huu, kwa sababu huu unatakiwa uje uswalie. Hasa kama kuswalia, maana yake inabidi hapa tayari ishanikaa vizuri. Nachukua yangu ya juu. Nimesema unakuwa huna kofia. Tunachukua shuka yetu ya juu, nayo vile vile kama tulivyokusha sema tunaweka hapa. Na hikma ya kuweka hivi tulizungumza, maana kwamba huku unakuwa kuwazi kwa kupitia kwa mkono wa kushoto. Tunachukua ncha hii hapa, unaweza ukaitia katika mkanda wako hapa ukaidhibiti. Mkanda ndio kukaza haya. Ukaidhibiti hapa tayari, halafu hii huku ndio unaitupia huko. Hii ya kulia ndio unaitupia. Ambapo hapa wewe sasa tayari. Na katika mizunguko mitatu ya mwanzo tumesema bega la kulia na kawazi, maana yake ni kurudisha tu hapa na kuendelea zetu kama kawaida, takuswali na mambo mengine kama kawaida. Sasa hapa tayari tumeshavaa. Sasa natakiwa twende tukazunguke Alkaba.
Nadhani hili tuko pamoja. Tuende katika kuzunguka Al-Kaaba tuone tunafanya vipi. 19 tutaingia katika nguzo ile kule ya nani Syria, halafu tutazunguka mpaka tutakutana na Hajarul Aswad. Yani hatukiingia tutufesi moja kwa moja Hajarul Aswad. Sasa hilo tulifahamu. Kwa ile ya mwanzo itakuwa sio. Na tukifika katika Hajarul Aswad ndio tunaanza bismillah Allahu Akbar. Sawa, bismillah Allahu Akbar. Halafu ndio tutaanza kwa kutroti. Tumesema dua yoyote, mwenye kusoma Qur'ani, mwenye kusoma tahlili, mwenye kufanya yote, hata kuzungumza kidogo vipi sasa basi, lakini msimkazungumza tena habari vipi leo umesikia leo Yanga kampiga 3. Hayo unaachana nayo. Ukipanda ndege tu hayo Yanga si Simba unaacha hapa. Unaanza kuzunguka katika njia ya kutroti, lakini tukumbuke kwamba tulisema ile mizunguko mitatu ya mwanzo tunaweka rubega. Mizunguko mitatu yetu ya mwanzo tunaweka rubega, tunazunguka kwa kutroti. Tunaweza tukapita hichi, hakina shida. Unaweza kupita huko au kupita huko. Kwa mara ya kwanza kama pameshona hasa kupita hapa itakuwa shida. Unaweza kuzunguka huko, lakini kila tukiingia tunaingia ndani. Kile mzunguko wetu tutajitia ndani mpaka naweza tukapita hapa. Mzunguko wa pili mfano wa tatu tukajishtukiza tushapita hapa. Hichi makamu Ibrahim ni kukiona tu, hakina kwamba labda utakuta watu wanagusu na nini. Si sheria, sawa? Lakini ukisema labda ukione kina nini, kuangalia tu maneno shehe wangu anasema kutoa ushamba, basi hakuna shida kuja ukaangalia tu ukatoa ushamba. Kumbe ndo makamu Ibrahim pana nyayo mbili za Nabii Ibrahim, yani jiwe limeotea alama mbili za makamu Ibrahim. Halafu tunazunguka Al-Kaaba. Hapa tumesema hatupiti, kwa sababu tukipita hapa tupita ndani ya Al-Kaaba. Pana ukuta hapa kama kozi mpaka 5 mpaka 6. Mimi unanifika kifuani. Kwenye kifua hapa. Tutapita hapa pembeni, na huku tunaomba dua mbalimbali. Dua zote tunazosoma katika dua zetu tunaizunguka Al-Kaaba mpaka tunafika katika Rukunul Yaman, ambapo nguzo moja kabla Hajarul Aswad. Kuanzia hapa sasa ndo tunasema Rabbana atina fid dunya hasana. Huku kuna uhuru, dua yoyote utakayotaka, Qur'ani, dua, tahlili, chochote unachotaka huku. Lakini kuanzia hapa ndo Rabbana atina fid dunya hasana wa fil akhirati hasana wa qina adhaban nar. Kadri utakapozipata, ukwa hapa na watu wengi utapata 2. Lakini hapa na watu wengi maana yake utapata hata 10 ngapi kutokana na mwenendo, mpaka tunafika tena katika Hajarul Aswad. Allahu Akbar, tunaenda mzunguko wa pili. Tuko pamoja. Tutafanya hiyo mizunguko mitatu, alafu wa 4 tukifika hapa Allahu Akbar tena tunarudisha hali hii ya kawaida. Hii ndio kivazi chetu kitakuwa hali hii. Hivi. Hatukai na rubega, yani bega wazi kama utakukuta watu wanafanya muda wote. Na tutafanya hivyo mpaka tunamalizika mizunguko yetu 7. Tukimaliza mizunguko 7, wa mwisho tushamaliza wa 7, tumesema baada ya mlango tuko hivi pana makamu Ibrahim. Tunaipa kisogo mlango na makamu Ibrahim, tunakuja zetu huku nyuma ndio tunaswali rakaa 2. Hatuswali kuelekea makamu Ibrahim, tunaswali kuelekea Al-Kaaba, lakini usawa hichi makamu Ibrahim. Tukimaliza hapo kuswali na makamu Ibrahim ndio tunakwenda zetu kunywa maji ya Zamzam, halafu tunakwenda Safa na Marwa. Safa na Marwa inakuwa iko kama hivi. Sasa Safa huku, Marwa huku. Tukifika tunaanza Safa. Tukifika Safa kumeandikwa pale kwamba hapa ndiyo Safa, ndio tunaanza hapo kwa kuzunguka kwenda Safa, Marwa, tunarudi zetu Safa mara 7. Nadhani tumefahamiana. Kumeneo mwalimu bwana, wiki ijayo, semina ijayo kunyanyuliwa, itakuwa hakuna shida inshallah. Tuseme inshallah. Inshallah. Basi naomba tuishie hapa ili kama kuna swala hivi ili tumpishe Amiriani. Naam Sheikh.